Bismillahi yastaftihu bihi walhamdulillahi yastazidu bihi wa salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyi alkarim Muhammad ibn Abdillah almab'uthu rahmatan lilalamin alqailu fi hadithihi sharifu khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wa ala alihi wa ashabihi ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, amma ba'd. Mheshimiwa mzee wetu, mlezi wetu wa roho, mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar ibn Zuberi ibn Ali, Mheshimiwa mzee wetu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Zungu, Mheshimiwa balozi wa Saudi Arabia al-Akhi al-Aziz Yahya Akashi, Mheshimiwa Mulhaquddin, mwambata wa mambo ya dini katika ubalozi wa Saudi Arabia al-Akhi al-Aziz Mut'ab, Mheshimiwa Shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam Shekhe Walidi ibn Shekhe Al-Hadi Umar, Mheshimiwa Akhi al-Aziz mwenyekiti katibu wa baraza la wazee wa jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani na mwenyekiti wa wazee wa mkoa wa Dar es Salaam kaka yangu Shekhe Matimbwa, Mheshimiwa Shekhe Musa ibn Hamed katibu wa maalum wa mufti, ndugu waandishi wa habari, ni kuamkieni kwa maamkizi ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuzindua tukio muhimu, tukio ambalo huwa linafanyika kila mwaka, lakini mwaka huu mafanyiko yake yatafanyika katika mwezi wa mfungo mosi insha Allahu taala. Mwezi wa mfungo mosi ndio yatafanyika sawa na mwezi 16 au 17 hasba mwandamo. Tukio lenyewe ni yale mashindano ya tuzo za kimataifa za Qur'ani tukufu hapa Tanzania. Mashindano haya kwa sharafu kubwa kabisa tumepata udhamini mkuu kutoka kwa ndugu zetu wa Wizara Shuuni Islamia wa Mamlakatul Arabia Saudia, na kwa nguvu kubwa kabisa, na ndio maana leo hapa mnatuona tuna balozi wa Saudi Arabia akiwa anaiwakilisha wizara katika kikao hiki, akiwepo pia na mwambata wa dini wa Saudi Arabia. Mashindano ya safari hii hayana tofauti na mashindano yote tunayoyafanya. Kutakuwa na magrupu mawili katika mashindano. Grupu la kwanza ni la wale vijana wadogo kabisa wa kuanzia miaka 5, 6 mpaka mwisho miaka 12, lakini vile vile grupu la vijana wakati kwa kati ambao wanaanzia hapo baada ya miaka 12 mpaka miaka 25. Mwaka huu tutakuwa na nchi 26 kutoka katika mabara yote ya dunia. Tutakuwa na wageni wa kutoka katika nchi 26. Mbali ya hao, yatapambwa mashindano haya na imamu kutoka Masjid al-Haram na Masjid al-Nabawi kutoka Maka na Madina. Atakuja maalumu kwa ajili ya kuyatia nguvu na kuyashajiisha mashindano haya. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kuna zawadi ambazo zilizokuwa zitafikia dola 30,000. Zawadi yote ni dola 30,000 ambazo watazogombea washiriki wote hapo, washiriki wadogo na wakubwa watapata kwa mtiririko maalumu ambao utakaotangazwa baadaye. Pia katika mashindano haya tuna wageni wengi ambao watakaofika kutoka maeneo tofauti, wakipambwa na viongozi wakuu wa nchi wa Kiislamu katika nchi ambazo zinazotuzunguka. Tunatoa mwito kwa watukufu Waislamu na wananchi kwa ujumla kushirikiana nasi katika mashindano haya, ambapo cheche zake zitaanza tarehe 31 Machi. Tarehe 31 Machi mwezi huu itaanza cheche zake, na mwisho wa mashindano haya yatakuwa tarehe 5 Aprili. Tunatarajia kufanya kilele chake katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Tunaomba waandishi wa habari mliokuja hapa mtupelekee salamu zetu hizi kwa wananchi wa Tanzania ili waweze kuhamasika kufika katika mashindano haya. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa Mufti, kiongozi mkuu na Shekhe mkuu wa Islam Tanzania, Mheshimiwa Sheikh Kaporo, msimamizi mkuu wa mashindano haya, Mheshimiwa Balozi Mheshimiwa Yahya na mudiri wa mambo ya dini kutoka Saudia, Mheshimiwa mwenyekiti wa wazee mkoa wa Dar es Salaam, mashehe, shehe wa mkoa na waumini wote wa dini ya Kiislamu na ambao sio Waislamu. Shughuli hii inafanywa kila mwaka na inasimamiwa vizuri na Sheikh Kaporo, uwanja wetu wa Benjamin Mkapa. Na chukua nafasi hii kushukuru sana Mufti katoka safari ya sasa anatokea Kenya ambapo kuna shughuli muhimu, lakini kabla kwenda nyumbani kama kuja hapa kuungana na sisi kwenye shughuli hii adimu na muhimu kwa dini na hasa mwezi huu wa Ramadhani ambao ni mwezi wa Qur'an. Nichukue nafasi hii kumshukuru balozi wa Saudia kwa namna mchango wake na kutoa katika kuendeleza dini na kuleta amani kwenye taifa pamoja na ulimwenguni. Baada ya maneno haya, nawatakia kila heri, tuendelee kuwa na amani nchini, na amani hizi tupatikana kwa kuungana, mshikamano bila kubaguana. Asanteni sana. Shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. معالي رئيس البرلمان جمهورية تنزانيا المتحدة المهندس موسى عزام زنقو، سماحة مفتي جمهورية تنزانيا المتحدة الشيخ أبو بكر الزبير بن علي، الشيخ عثمان كابور رئيس جائزة تنزانيا الدولية، سعادة الملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية الشيخ متعب الزماير. الحضور الكريم، سعيد جدا بتواجدي اليوم، وأشكر قبل ذلك معالي رئيس البرلمان وسماحة المفتي للحضور ولتدشين مسابقة تنزانيا الدولية لتحفيظ القرآن الكريم. اليوم نحن نشهد نوع من أنواع التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تنزانيا المتحدة في أحد المجالات المهمة، وهي مجال خدمة ودعم كتاب الله وحفاظه الأجلاء. وقبل أن أبدأ أتشرف بأن أرفع الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولفخامة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة لتسهيل لدعم وتسهيل إقامة مثل هذه المسابقة، وأن تنعكس هذه العلاقات على أرض الواقع. كذلك المسابقة وتدشين المسابقة اليوم يعكس التعاون الوثيق بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وبين المجلس الإسلامي الأعلى في جمهورية تنزانيا المتحدة، والتي وقعت اتفاقية العام الماضي. na Baraza Kuu la Uislamu Tanzania katika mashindano
Waislamu kwani tayari kuna ushirikiano katika mambo mengi masuala ya dini. Mwaka jana walisaini hati ya ushirikiano baina ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania na Wizara ya Shughuli Islamia. وبهذا المقام نشكر سماحة المفتي لحرصه ومتابعته لهذه الأمور ولتعزيز التعاون في المجالات الإسلامية والدعوية بين المملكة وتنزانيا. Napenda pia kutanguliza shukrani zake za dhati kabisa kumtoa Samaha Dkt. Mufti Jamhuri ya Tanzania Dkt. Dr. John Ali kwa himma yake kubwa na juhudi yake kubwa kuhakikisha kazi hizi za kusoma Qur'ani na kazi za Qur'ani nchini Tanzania inakwenda vizuri na kwa ushirikiano wake mzuri sana na Wizara ya Mambo ya Nje. ونتطلع إن شاء الله لمزيد من التعاون في هذا المجال. Natamani sana kuendelea kushirikiana baina ya BAKWATA na Wizara ya Shughuli Islamia katika mambo mengi ya masuala ya dini. تولي المملكة العربية السعودية عناية كبيرة بالقرآن الكريم حفظا وتعليما ونشرا. Nchi ya Saudi Arabia inafanya kazi kubwa sana katika kufundisha Qur'ani, kuifundisha Qur'ani na kuifundisha Qur'ani katika mambo yake yote yanayohusiana na Qur'ani. ويشرف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة أو أشرف على طباعة أكثر من 300 مليون نسخة منذ إنشائه. Na kuna kituo muhimu sana nchini Saudi Arabia ni kituo cha kushiriki msahafu ambayo alhamdulillah imeshiriki msahafu mingi sana zaidi ya kopi milioni na milioni ambayo inatangazwa nchi tofauti duniani yote katika Qur'ani بمختلف الروايات والترجمات وتم توزيعها مجانا لأكثر من 170 دولة حول العالم. msahafu hizo zimeshirikiwa kwa riwaya tofauti zote zilizofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka tafsiri tofauti na wanaweza kutangaza zaidi ya nchi 172 tofauti duniani. كما تدعم المملكة ما يزيد على 150 ألف حلقة تحفيظ قرآن كريم. Lakini pia nchi Saudi Arabia inasimamia darasa zaidi ya 150 halaka za Qur'ani tofauti duniani ili kutia nguvu shughuli ya kuhifadhi Qur'ani na kufahamu Qur'ani. إلى جانب رعاية وتنظيم مسابقات دولية بارزة مثل مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم والتي استقطبت آلاف المتسابقين من أكثر من 100 دولة. Pia wizara imefanya ama Saudi Arabia inasimamia pia mashindano mengi za Qur'ani tofauti nchini duniani. Moja za mashindano inasimamia mashindano ya mfalme Maka Abdulaziz ambayo inafanya pale nchini Saudi Arabia ndani ya mji wa Maka ndani ya Al-Haram. Hiyo ni msabaka kubwa wanashiriki kutoka nchi tofauti duniani. وعلى مستوى وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة فإن عدد المسابقات الدولية التي تدعمها الوزارة الدولية خارج العالم خارج المملكة في عام 2025 23 مسابقة في هذا العام في العام الماضي. Wizara ya Shughuli Islamia mpaka sasa hivi mwaka uliopita inasimamia na kusapoti zaidi ya mashindano 23 nchi tofauti duniani. Mojawapo ikiwepo pia haya mashindano ya kofi nchini Tanzania. ولا شك تعتبر مسابقة تنزانيا الدولية من أهم هذه المسابقات على مستوى القارة وعلى مستوى العالم نظرا للحضور الكبير الذي تشهده كل عام. Anasema bila shaka mashindano haya Tanzania ndio katika mashindano muhimu sana na makubwa sana kama sio katika mstawa wa Afrika bali mstawa wa dunia kwa sababu ya wahudhuriaji wake na pia mwitikio mkubwa ambao Tanzania wameifikia katika Qur'ani. وإن شاء الله نتطلع هذا العام كذلك إن شاء الله لأن يكون ضمن الحضور أحد من أئمة الحرم المكي الشريف. Na anasema anatamani sana na bali inshallah juhudi kubwa sana mwaka huu ahudhurie mmoja katika maimamu wa Makka Haram في هذه المسابقة المهمة. ndani ya msabaka huu inshallah. نشكركم جميعا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Asante sana kwa usikilizaji wenu na jazakallah. Mheshimiwa Mufti, kwa sasa tunamuomba mwenyekiti wa wazee wa jumuiya ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni mbunge wetu hapa Ilala tulipo, Mheshimiwa Balozi wa Saudia, Mheshimiwa Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam mwanangu Walidi, msimamizi wa masuala ya kidini katika ubalozi wa Saudia,
pamoja na katibu wa Mufti Sheikh Musa na wote ambao tuko tumehudhuria. Hili jambo ni jambo ambalo kubwa. Sisi kama wazee wa Dar es Salaam tunasema kwamba tunashukuru sana na tunaona kwamba Dar es Salaam inataka kurudi katika nafasi yake. Huko ukweli usiofichika kwamba mji wa Dar es Salaam ni mji wa Qur'an. Zamani wakati wa Ramadhani kama hii, ukipita katika kila nyumba, katika kila baraza unazojua wewe, Ilala, Kariakoo, Magomeni, Temeke, utakuta msabaka wa darsa mbalimbali za Qur'ani zinaendeshwa. Na hivi ndivyo ilivyokuwa Dar es Salaam. Na ndio maana Dar es Salaam imekuwa ni tulivu na imekuwa ni yenye amani kubwa kwa sababu ya kuzingatia masuala ya kidini. Sasa hivi mchanganyiko umekuwa mkubwa na watu wamekuwa wengi kiasi kwamba tunajisahau katika ile asili ya Dar es Salaam. Basi mimi nichukue nafasi hii kumshukuru Sheikh Kaporo na timu yake kwa kuliendesha hili jambo na kulifanya kulihuisha katika nchi yetu. Kwa kweli masuala ya dini na masuala ya Qur'ani ni amani. Tumekuwa tunapiga makelele mengi sana kwamba vijana wanakwenda katika mstari ambao umepotoka. Hili linatokana kwamba kuacha kuzingatia masuala ya kusimamia dini na kusoma Qur'an. Madrasa siku hizi zimekuwa chache. Zamani kwamba sisi kabla kupelekwa shuleni unatakiwa uende madrasa, uende ukasome, baadaye ndio unakwenda darasa la kwanza. Siku hizi mambo yamebadilika. Vijana wengi na wazazi wengi wamekuwa watoto wao wanawapeleka kwenye kindergarten. Hakuna wanachojifunza kule zaidi ya kutazama makatuni na makaragosi. Lakini vyema zaidi ni kuwapeleka watoto kwenye madrasa ili waweze kuleleka kidini na baadaye wana wao wawe ni watu wenye kuhifadhi Qur'an. Qur'an si kitu cha kupotea, ni kitu ambacho kimehifadhiwa na Mwenyezi Mungu na watu wa sisi tunataka kuhifadhi katika vifua vyetu. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi ya kutoa wito kwa wazee wote wa Dar es Salaam, tuwaase vijana wetu kwamba waende katika mwenendo wa Qur'an. Si iwe tu kwamba kusikiliza katika masikio yetu kama ni burudani, lakini iwe ni kutuingia katika viwili vyetu na matendo yetu ili tuweze kuishi kama binadamu wanavyotakiwa kuishi na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Basi huu ndio wito wangu. Kwa hiyo naomba kwamba upokelewe na ufikishwe, na nyinyi waandishi wa habari mtafikisha hizi salamu kwa wote wanaohusika. Wa hadha, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa tunamuomba Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mheshimiwa mzee wetu Spika Bunge letu la Tanzania, Mheshimiwa Balozi Al-Akh Al-Fadhil Al-Ghali, Balozi wa Saudi Arabia Al-Akh Mulhaquddin, Sheikh Kaporo, msimamizi mkuu wa mashindano haya ambayo tunazindua leo hapa, Sheikh Musa bin Hamad Juma bin Hamad, katibu wa Mufti, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid bin Sheikh Al-Hadi, mwenyekiti wa wazee wa Dar es Salaam Mzee Matimbwa, wageni wote mlioalikwa, mliohudhuria, waandishi wa habari, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza ni wafahamishe vizuri kama alivyosema balozi hapa, haya mashindano asili yake yanasimamiwa na Wizara ya Dini, Wizara ya Mambo ya Dini kule Saudi Arabia, Al-Mamlakatul Arabia As-Saudia, kupitia ubalozi wetu wa Saudia, ambao balozi wetu
ni ndugu yetu Ukash, na tumshukuru Dr. Abdul Latif ibn Abdul Aziz Ali Sheikh ambaye ndio waziri wa mambo ya dini kule Saudi Arabia. Moja ya mambo yaliyokuwa yamepatikana katika mkataba ulio baina ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na Wizara ya Dini kule Saudi Arabia, moja ya mambo yake ni hili jambo la mashindano ya Qur'an, tuzo hii ya mashindano ya Qur'an. Yaliyomo ndani ya ule mkataba, moja ni hili jambo ambalo limeonekana litekelezwe katika mtindo mwingine, badala ya kwamba Qur'ani, mashindano haya yangefanyika ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Tumeona kwamba mashindano ya Qur'ani haya yafanyike baada ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu Qur'ani ni miezi yote tu, miezi yote 12, kwa sababu maisha ya mwanadamu hasa Muislamu atakiwa aishi katika maisha ya Qur'ani ambayo yanamzunguka kwa miezi 12. Kwa hiyo mwanzo wa mashindano kama alivyoeleza Sheikh Kaporo ni tangu tarehe 31 mwezi wa 3 2026 mpaka tarehe 5 mwezi wa 4 2026, itakuwa siku ya kilele. Niwahimize tu Waislamu kwamba tumekuwa katika mwezi wa Ramadhani na tumehudhuria mashindano ya aina mbalimbali ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini mashindano haya ya tuzo ya kimataifa tumeyagurisha kutoka katika mwezi wa Ramadhani kwenda katika mwezi wa mfungo mosi, ili kutoa nafasi nzuri ya watu kuweza kuhudhuria katika mashindano mbalimbali na kuangalia na kushuhudia vipaji vya wasomaji wetu, lakini na kuawidhika na kuzingatia kwa kusomwa Qur'ani na kuyafanyia kazi ambayo tumeyasikia katika Qur'ani itakokuwa imesomwa pale. Sasa kazi yangu mimi ni ndogo, kazi yangu ni kuzindua. Niseme tamko la kuzindua kwamba tuzo ya mashindano ya Qur'ani nimeyazindua sasa hivi. Mwenyezi Mungu atupe taufiki na tujalie kuweza kuhudhuria, lakini atujalie kuweza kushuhudia, na tarehe 5 inshallah taala mwezi wa 4 2026 tuhudhurie vile vile kwa wingi kama ambavyo tumeweza kuhudhuria katika mashindano mengine yote yaliyopita. Na mashindano kama unavyoelewa, uwanja wetu ni ule ule tu wa Mkapa, ndio tutahudhuria hapo katika uwanja wa Mkapa National Stadium kwa ajili ya kuja kuangalia vipaji vingine, na kama alivyoeleza Sheikh Kaporo na akaeleza na balozi wetu kwamba matarajio ni kupatikana mmoja ya maimamu wa haramu ya Makka na haramu ya Madina, yani msikiti wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo karibuni sana, tulione hili jambo kubwa. Mtume anasema man utiya alqur'ana faraa anna hadan utiya afdala mimma uti faqad saghara aziman wa azzama saghira, rawahu at-Tabarani في معجم الكبير عن عبد الله بن عمرو. Tunasema mwenye kupewa Qur'ani, na sisi sote tumepewa Qur'ani, ndio kitabu chetu, kisha akamwona mwingine amepewa kitu kikubwa zaidi kuliko yeye na kilicho bora kuliko yeye, huyo amelifanya dogo jambo kubwa na akalifanya kubwa jambo dogo. Kwa hiyo sisi tuifanye Qur'ani, mashindano haya ni jambo kubwa kweli kiasi cha kwamba linatushughulisha na tunaweza tukahudhuria hata kama sio mwezi wa Ramadhani katika uwanja wa Mkapa kwa ajili ya kuhudhuria, kwenda kuona vipaji vya wasomaji na pia kwenda kupata rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusomwa Qur'an. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mashindano haya nimeyazindua rasmi. Kauli mbiu yetu ya mashindano haya ya tuzo ya kimataifa ni Qur'ani ni amani. Qur'ani ni amani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.